Kwenye kuchangia hotuba hii, Mheshimiwa Waziri, kwanza nikupongeze. Hotuba imeandikwa vizuri, kitaalamu kabisa. Na hii inadhihirisha uprofesa wako, na kupongeza sana wewe na wasaidizi wako pamoja na Waziri wa Fedha. Nimesoma mpango huu vizuri. Mpango umesheheni takwimu na inaonyesha kweli dira, na nimesoma mpango wetu wa taifa wa miaka 50 kweli vinawiana na takwimu zipo za kutosha kwa kweli. Lakini Mheshimiwa Waziri, na jambo nataka kushauri, namna ya kuweza kuushusha mpango huu kuleta chini na vitu viweze kuwa halisia. Naomba nianze kwa kutambua, ninatambua uwezo wako na wasaidizi wako, lakini nimekuwa nikishauri hapa tutengeneze timu ya wataalamu. Tafuteni jina lolote mtakalohita, hawa wataalamu wakae chini, wawe ndio watu wanaofanya tathmini ya mipango yetu, wanaojibu maswali magumu yanayohusu taifa letu, lakini walipo vizuri, wawe nje ya utumishi wa umma tuliouzoea. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaweza kuanza, kwa sababu najua yanahitaji mabadiliko ya kisheria, tunaweza kuanza na lab za wataalamu. Wakutane jopo la wataalamu kutoka sekta zote, wakae watafute majawabu. Kwa nini tuna ziwa Victoria, lakini ukienda watu wa Mwanza, watu wa Elemela bado wana shida ya maji? Hapa Dodoma tunaambiwa water table ipo kubwa ya kututosheleza na maji. Kwa nini hatuna maji? Kwa nini tukitoka hapa Dodoma kwenda kuikuta Singida mashamba yako ya kutosha, lakini ukiangalia takwimu zako zinaonyesha hali ya ukosefu wa chakula, umaskini wa chakula ni 8.0. Sasa timu hii ikae vizuri, tutafute mfumo wa kuajiri wataalamu hawa, na naamini nchi hii bado ina vijana wengi wenye uwezo mkubwa. Wachaguliwe kwa sifa zao, wapewe security of tenure ya kutosha. Ikiwezekana twende Masaki pale tuwatafutie nyumba za kukaa, tuwape magari mazuri, watoto wake tuwalipie ada, wakae wawe ni watu free from politics, wawaze na watutafutie majibu. Waje na theory wazipime, tuje kwenye utekelezaji, ndio mambo haya mazuri yanaweza kutokea. Kwa sababu Mheshimiwa Waziri, ukitazama mambo haya yalivyo, mengi yanachangiwa, yana falsafa ya kwako wewe mwenyewe kama profesa. Kesho ukiwa hupo tunayawekaje, tunaya-ring-fence vipi? Lakini kukiwa na ile intellectual team itahakikisha haya mambo, tutawapa nguvu ya kisheria, watayasimamia. Mheshimiwa, niliona nianze na hilo. Lakini katika kuondoa, nimesoma taarifa hii, narudia tena, ukurasa wa 6 umesema hali ya umaskini wa chakula ni 8%. Sasa najiuliza, mpaka leo tunahubiri hali ya umaskini wa chakula, kwa nini? Taifa lenye watu wasomi namna hii. Mheshimiwa, umeonyesha pale namna ambavyo mmekuza eneo la umwagiliaji. Mimi niombe, kama kuna eneo ambalo linaweza kukapcha Watanzania wengi ni kilimo. Tuondoke kwenye kilimo cha karatasi, tuende site, tukalime kweli kweli, tuweke mipango. Na mimi nilikuwa nafikiri tungeweza kusite zone, labda tuseme ukanda wa kaskazini, mikoa hii izalishe mazao ya aina fulani, twende tukuze umwagiliaji, tuhakikishe maji ya kumwagilia yapo mle ndani, tuweke viwanda vya kuongeza mazao thamani yake, na kila mkuu wa mkoa apewe jukumu kwamba wewe tunahakikisha kwa mwaka huu tunataka tani kadhaa za mahindi, za maharage. Tukienda hivyo tutatusaidia, tutaongeza uzalishaji, tutauza sisi mazao nje ya nchi, pato ile la taifa tunalozungumza litakuwa. Na katika mpango huo niombe, kule wilaya Hai sisi ni wakulima, na sisi tuna eneo dogo, lakini tuko tayari kulima kisayansi. Mimi ninaomba wekeni kwenye mpango. Tunajua tuna skimu ambazo zimeshafanywa feasibility study, Metro, Makeresho, Bwawa la Bolutu na nyingine. Tuleteeni fedha kwenye skimu hizi ili sisi wilaya Hai tuonyeshe kilimo kinavyolimwa. Tayari tuna soko la Kwasadala pale, na ikumbuke ardhi yetu ni ndogo. Kwa hiyo hizi skimu zikijengwa pamoja na skimu ndogo ya Ngusero, Mkalama, Kilanya na pale Urara, tukipata sisi tutawaonyesha kwa vitendo, na mimi mbunge nitatangulia mbele namna ya kuongeza uzalishaji. Lakini profesa, unafahamu katika dhana hii ili tuondokane na neno umaskini wa chakula, Profesa Mbarawa anajua tulimaliza mgogoro pale Kia, wananchi wameondolewa na tumekubali, lakini ndiko tukua tunalima. Kwa sasa hivi hamuhitaji hekta zote 11,000 kule Cheki Maji. Kuna maeneo ambayo wananchi walikuwa wanalima wameondolewa. Mimi niombe
turudi kwa mkataba maalum, tulime kama tunavyofanya kwenye mashamba ya MDC pale Kilimanjaro Machine Tools, ili tuondokane na hali hii ya chakula. Vinginevyo Profesa Mbarawa na Profesa Kitila Mkumbo, mjiandae, tutakuja kuomba chakula. Na hili jambo sidhani kama ni gumu kiasi hicho. Tuko tayari, tunatambua ni maeneo ya KIA. Tupeni maeneo tukafuge, tupeni maeneo pale tukalime kwa mkataba maalum, na tuko tayari kulipia. Hiyo ni sambamba na mpango wa maendeleo tulizungumza hapa, na bahati nzuri serikali ilikubali kiwanda cha Kilimanjaro Machine Tools. Ninafahamu swala la makaa ya mawe ya Liganga na Mchuchuma linaendelea vizuri. Mkimaliza kile kiwanda kifanyeni cha kuzalisha chuma. Waziri wa viwanda unatikisa kichwa na kushukuru wa biashara pale. Maana yake hiki kitu, na bahati nzuri ni ahadi ya Mheshimiwa Rais wakati wa kampeni kwamba kile kiwanda kitahamishiwa mahali kwenye benki ya ushirika ili kiweze kuzalisha. Wakati tukiwa mbioni kusubiri chuma, tuanze sasa kile kiwanda kukitanua ili kiweze kuzalisha chuma kamili. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimeona kwenye mpango mmegusa eneo la vijana na mkatoa takwimu kwamba kwa mwaka 2020-2025 vijana 62,570 wanamaliza vyuo vikuu. Nikajaribu kutafuta kwenye mpango hawa vijana 62 wanaomaliza vyuo vikuu, mpango wao uko wapi? Wanaenda kuishia wapi? Tunampongeza Mheshimiwa Rais ametengeneza wizara ya vijana, lakini nikuombe, hebu nendeni mkakae tena muangalie hawa 62 wakija mtaani wanaenda kufanya jambo gani. Sehemu pekee ambayo naiona kwa haraka haraka pamoja na viwanda na vitu vingine ni kwenye kilimo. Tuhamasishe vijana wawekeze kwenye kilimo, na kwamba mkulima isionekane ni adhabu au ni mtu wa chini. Wale waliofanikiwa kwenye kilimo watumieni kuwashawishi na kuhamasisha vijana wahamie kwenye sekta ya kilimo, ndio itakayotusaidia. Ni pamoja na kurudisha vile vyuo vya kati vilivyokuwepo virudi kwenye kutoa elimu kwenye ngazi ya kati. Hii population ya vijana wanaomaliza vyuo vikuu kama hatutaiangalia vizuri, hili ni bomu lingine linalotujia. Hawa vijana wana maono yao, wasipopata majawabu sahihi, na ndio maana nasema hiyo intellectual committee, hicho kikosi kazi kiende kikatafute majawabu. Hawa vijana wanaomaliza vyuo vikuu baada ya kumaliza wanaenda wapi? Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa haraka sana niombe ule mpango wa kuanzisha treni ya umeme kutoka Dar es Salaam kwenda Arusha mkimbize, na yeye mnajua mikoa hii ya kaskazini ni hub pia ya uchumi wetu. Tuombe hilo na lenyewe mlitazame na liende kwa haraka sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunashukuru sana serikali imefanya miradi mingi mikubwa. Kuna jambo ambalo sijaliona kwenye mpango vizuri. Mpango wa matengenezo ukoje? Tumejenga mashule mengi. Mpango wa matengenezo na kumaintain, tuna miradi mikubwa hapa SGR. Mpango wa matengenezo ukoje, ili kinapotokea kuna kitu kimeharibika kusiwe na fedha tena tunaanza kuhangaika. Hii miradi yote tunaojenga, mashule manini, tuwekeni kwenye mpango kuwa na fedha ya matengenezo ili miradi yetu iweze kudumu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa tunaelekea mwishoni, niombe sana local government authority iacheni ifanye kazi yake, iacheni ienjoy autonomy yake. Local government inaingiliwa sana, tuwape nguvu wenye vitu wa vijiji, wenye vitu wa vitongoji, madiwani wafanye kazi yao kwenye jurisdiction ya kwao, na tuongezee nguvu tena ya fedha kama posho yao. Ninafahamu ni jambo kubwa, lakini tufikirie namna ya kuongoza posho ya madiwani, posho wenye vitu wa vijiji, posho wenye vitu wa vitongoji, na tuwape wa enjoy full autonomy kama local government, maana inaingiliwa sana na central government. Madiwani wanapanga hivi, anakuja mtu wa central government anapanga hivi, wakati wenye wananchi. Mheshimiwa, muda wako umeisha. Tunakushukuru kwa mchango wako. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana. Asante sana. Nilimwita